Na mtazamaji, tuko na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Njombe, ndugu yetu Josiah Luoga. Na tumekuwa na nafasi ya kuzungumza na viongozi mbalimbali, lakini leo hii tumemfikia kiongozi huyu wa mkoa, na tuko na mawili matatu tu ambayo tungelipenda kuyafahamu kama maoni, mtazamo pia kutoka kwake kama kiongozi mkuu wa masuala ya kisiasa. Josiah, karibu sana. Asante sana. Habari ya majukumu na hongera na kila kitu mnachokifanya kwenye media yenu. Sawa, tunashukuru sana mkuu. Tujaribu kutazama hali ya masuala ya kisiasa nchini Tanzania. Jinsi ambavyo ilivyo na kile ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Tanzania katika vyama vya siasa, si kwenu tu CCM bali pia hata katika vyama vingine. Wewe una mtazamo gani katika hiki ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Tanzania? Kinachoendelea Tanzania kwenye hali ya kisiasa ndo siasa yenyewe na ndo demokrasia yenyewe. Unaona watu wanafanya siasa zao kwenye vyama vyao. Unaona wapo wanaojiandaa kwa ajili ya uchaguzi, wapo ambao wanatarajia kutoshiriki uchaguzi, lakini wapo wanaohama chama kimoja kwenda chama kingine. Ndio ujue hiyo ndio demokrasia halisi iliyopo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kinachoendelea ndani ya nchi yetu bado naona ndo hali halisi ya siasa inavyotakiwa iwe. Tumeona watu wamepokelewa vya kutosha sana na chama cha Chauma. Wametoka mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Lakini tukiangalia mkoa wa Njombe ni moja ya mikoa Tanzania pia ambayo wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nako pia walitangaza kuondoka. Maeneo mengine tuliona Amos Makalla amesema karibuni CCM. Wewe katika mkoa wako unasema nini? Chama cha Mapinduzi kama vilivyo vyama vingine ni chama kinachokuwa, na ni chama ambacho bado kinaendelea kinahitaji sana wanachama. Yaani tungetamani kama chama Watanzania wote wawe Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa sababu ya demokrasia na vyama vingine vinapata nafasi ya kuwapokea wanachama wapya. Kwa hiyo kauli ya CPA Amos Makalla ya kuwakaribisha wanachama kutoka vyama vingine kuja kwenye chama chetu ni thabiti, ni kauli ya Chama cha Mapinduzi. Na sisi mkoa wa Njombe tunawakaribisha. Tumeendelea kuwapokea kwa wakati tofauti tofauti wanachama kutoka vyama rafiki kwa maana ya Chadema, na tunaendelea kuwakaribisha mpaka sasa. Kama wapo ambao wamepata mazinge kwenye vyama vingine huko au kwenye chama chao cha Chadema, basi sasa kwetu nafasi ipo, na mwanachama yote anayeingia kwenye Chama cha Mapinduzi leo anakuwa na haki sawa na mwanachama aliyedumu kwenye Chama cha Mapinduzi zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo tunawakaribisha wote ambao wanadhani wangetamani kupata eneo tulivu la kufanya siasa, basi ni Chama cha Mapinduzi. Tuna upendo, tunafahamu tunachokifanya, tunafuata katiba ya chama na maadili ya kanuni na maadili ya chama, tunaishi kama ndugu, na tunafahamu Chama cha Mapinduzi ndio chama chenye tekeleza ilani ya uchaguzi kwa wananchi. Kwa hiyo tuna mambo mengi, tuna kazi za kufanya kuwatendea wananchi. Kwa hiyo mwanachama mpya atakayeingia kwenye chama chetu atapewa majukumu ya kufanya, kwa sababu tayari chama chetu kina kazi ya kufanya, kutoa huduma kwa wananchi kwenye nchi yetu. Nini kilichomo ndani ya Chama cha Mapinduzi? Kwa sababu tunaona ninyi mnatofautiana lakini mnabaki kuwa moja, na napokuja swala pengine la kusema sasa mnasonga mbele, zile tofauti zinakuwa hazipo tena. Lakini kinaonekana nini, pengine Chadema wanashindwa kuwa sawa, lakini wengine wanameguka na kusema tunatoka sisi huko tunakwenda kingine. Wale wanakosa nini? Chama cha Mapinduzi kuna nini? Kifupi tu ieleweke kwamba Chama cha Mapinduzi ni taasisi ambayo imejengwa kwa misingi imara sana, na hakuna mmiliki wa chama. Wanachama wote tuko sawa, na tunaongozwa kwa misingi ya katiba ya chama, lakini kanuni za maadili, na tuna taratibu nzuri za kusikilizana. Si kweli kwamba Chama cha Mapinduzi hatugombani, tunahitilafiana, tunatofautiana milengo wakati fulani, lakini huwa lazima tuwe na mstari unaofikisha mwisho wa kuhitilafiana na tutafute ground ya kukenda pamoja kwa misingi iliyowekwa na waasisi wa chama chetu. Kimsingi huwezi kuona tumekwazana kiwango ambacho tumetalifiana kabisa. Hapana. Ndio maana kuna wakati uliwahi ona kuna baadhi ya wanachama waliwahi kuondoka ndani ya Chama cha Mapinduzi
wakaenda vyama vingine, lakini maisha walioyakuta kule yalikuwa tofauti na waliozoea ndani ya Chama cha Mapinduzi. Walirudi. Mfano mzuri, marehemu Edward Lowassa alienda Chadema baada ya kutoridhika na mambo fulani ndani ya Chama cha Mapinduzi. Alienda Chadema 2015, lakini baadaye alirudi. Kwa sababu nini? Chama cha Mapinduzi tunafanya kazi kwa mashirikiano makubwa, lakini sisi tuna ngazi za kusikilizana, tunaweza kubaliana kutokubaliana. Na ndio maana ukienda kwenye kijiji unaolezwa kwanza uende kwa balozi wa Chama cha Mapinduzi. Ukikwama kijijini unaambiwa nenda kwenye ofisi ile pale ya Chama cha Mapinduzi. Ukikwama kwenye kata unaambiwa nenda kwenye ofisi ya kata ya Chama cha Mapinduzi. Na sasa wewe umeona kwenye mitandao ya kijamii mabalozi wameanza kujenga ofisi za ubalozi za mashina. Hapa Mtwango kuna balozi amejenga ofisi kubwa tu ya balozi ili kusikiliza kero za wananchi kwenye eneo lake. Yote hiyo ni kuboresha huduma za Chama cha Mapinduzi kwa wananchi. Kwa tunawakaribisha wapinzani waje Chama cha Mapinduzi. Tena huko ndo kwenye neema kabisa. Uwezi kuona watu wanapigana matusi mazito ambayo hayana tija, yanadhalilishana tu hapa. Kwenye baadhi ya mambo, lakini lazima nifike mwisho. Fike consensus. Tofauti na wenzetu. Wamesigana kidogo tu hapa juzi mwezi wa kwanza, si ndio? Toka harakati zimeanza mwezi wa 11 mwaka jana kwenye uchaguzi wao ndani ya chama. Wamekuwa na maneno kutishiana sana na kusemana vibaya. Wameanza uchaguzi tarehe 21 mwezi wa kwanza, yameendelea. Mpaka sasa wengine wanaondoka wanaenda kwenye vyama vingine. Lakini nafikiri waendelee kujifunza Chama cha Mapinduzi. Sisi tutasigana, tutamaliza. Kwa mfano sasa tunajiandaa kwenda kwenye uchaguzi. Ni kweli kwamba tunafahamu kuna wanachama wanaoamini watashinda uchaguzi wa madiwani na wabunge kuanzia mwezi wa 7 na kuendelea. Baada ya bunge kuvunjwa na mabaraza kuvunjwa, wanapita huko kwenye kata na majimbo. Sisi kwa utaratibu wa chama chetu haturuhusu. Inapobainika, tumebaini kwamba wewe ni kweli unapita kwenye jimbo kinyume na utaratibu, kamati za maadili zinakuita kama mwanachama, utaonywa. Na wapo wameshaitwa watu wanaonywa kwa sababu ya kiuka taratibu zetu. Yote hiyo ni kupunguza migogoro kwenye maeneo yetu ya kazi na ni kuweka usawa. Diwani amepewa kazi ya miaka 5, amalize miaka yake mingapi? 5. Mbunge amalize miaka yake 5. Kusio na mtu anayeingilia. Utaona tutakapokwenda kwenye uchaguzi, timu za kampeni ndani ya chama zitakuwa za moto kweli kweli. Huyu namtaka A, huyu namtaka B. Zitakuwa za moto kweli. Lakini kwa utaratibu wa chama chetu, tukishamaliza kampeni na kura za maoni ndani ya chama, kwa utaratibu wa chama chetu tutaitana, tutawekana sawa. Huyu aliyempinga huyu ndio ameshachaguliwa, ameshinda, ndio tunampeleka kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ni lazima msupport. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba makundi tunayamaliza. Je, hiki ni sawa ama si sawa? Manake tunaona maeneo mengine wanasema tayari nia zao wanaonesha. Lakini kwa Njombe kama ulivyosema, sijajua kama na wao umewaita. Kwa mfano tunaona pale Wanging'ombe bwana Kiswaga nadhani na ndugu yake Dugange. Kiswaga akiwa na Dugange anasema bwana mimi ndo nakuja hivyo. Ni sawa vile? Si sawa. Na tumeendelea kukemea. Sio utaratibu wa Chama cha Mapinduzi. Itatangazwa. Na of course imeshatangazwa kuanzia tarehe 28 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 6 zitakuwa ni siku za kuchukua fomu kwa watiania ndani ya chama chetu ili wapate ridhaa ya wanachama kuteuliwa kwenda kuchukua fomu serikalini kwa maana kugombea nafasi mbalimbali. Si sawa. Na taratibu nyingine zinaendelea. Na ndio maana hujaona anayemjibu. Tunafuata kanuni, zitakwenda tu. Mambo yataenda vizuri. Si sawa. Na tunaendelea kuwasa, si sawa. Sio wakati wake huu. Tuache waheshimiwa wabunge wafanye kazi zao, lakini tuache waheshimiwa madiwani wafanye kazi zao. Hapa mmefikiaje pengine maamuzi? Kwa mfano kule Njombe tayari tunaona watu nadhani Dr. Tulia alikuwa anatazamiwa anatazamiwa kueleza kwamba ni wapi sasa atakwenda, kama ni Mbeya mjini ama atakuwa Uyole. Lakini tunaona tume pia maeneo mengine imegawa tayari majimbo yake. Masuala yenu hapa katika mkoa wa Njombe, ninyi mna taarifa gani? Maana mliwasilisha mapendekezo kule Ludewa na kwingineko. Hali iko zimeona huenda kwa wakati huu sio muda wake. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tunaendelea kwa uvumilivu na tumewaomba wananchi wa Ludewa waendelee kwa uvumilivu. Wakati ukifika, serikali yetu ni sikivu, itagawa majimbo ili kupanua huduma kwa wananchi. Jiografia ya wilaya Ludewa ni ngumu kidogo. Ina kata 26 na ambazo zimesambaa sana. Kuna eneo wanafanya kilimo, kuna eneo wanafanya uvuvi, na maono ya wataalam lakini RCC na DCC
pamoja na baraza la madiwani wilaya Ludewa ilikuwa wagawanye ili at least wapate wabunge wawili wasaidiane kufanya kazi, lakini kwa sasa imeshindikana, na tunaendelea kuomba serikali wakati mwingine itakapoona inafaa sasa tunaweza tukapata jimbo lingine. Lakini habari ya Tulia kule Mbeya, of course ni wakati wake. Jimbo la Mbeya lilikuwa ni kubwa sana, sio msemaji wa Mbeya, lakini jimbo la Mbeya lilikuwa ni kubwa sana. Lakini pia Tulia kusema atagombea Uyole, nayo ni kuandaa wapiga kura wake kisaikolojia, kwa sababu yeye amedhani jimbo la Uyole litakuwa ni rahisi zaidi kwake. Ameangalia vigezo vyake, huenda ndiko wanakoishi baada ya kugawanywa, huenda ndo wanakokuwa na watu wengi zaidi. Lakini yote kwa yote serikali inakusudia kupanua huduma kwa wananchi, na ili jimbo la Mbeya mjini ili wapatikane wanachama wengine waaminifu wanaodhani wanaweza kuwa viongozi, na wenyewe wajiandae kisaikolojia ikiwezekana. Hali kadhalika Dodoma mjini pale, umeona jimbo lilikuwa ni kubwa, lilikuwa na zaidi ya kata 56. Mheshimiwa Anthony Mavunde naye ameshasema kwamba yeye ataenda kugombea kule jimbo la Mtumba, anaacha na ile Dodoma mjini. Kwa hiyo kimsingi ni saikolojia tu. Tumeongeza majimbo zaidi ya majimbo 8 kwenye nchi yetu, kitu ambacho kwa kweli kitaongeza uwigo wa huduma kwa wananchi. Ulikwenda kumuona Sigrada Mligo wakati ule kapata madhila pale ndani ya chama chake, ulimkaribisha baadaye, na watu pengine sasa walikuwa nasubiri kuona itakuwaje, anaweza akajiongea ama namna gani, lakini bado anaonekana yu katika chama chake kile. Vipi, ameshindwa kuja, ameshindwa kufikia makubaliano? Na kimsingi sio makubaliano. Kuwa CCM au kuwa Chadema haiondoi mahusiano ya kawaida. Na nilienda pale kwanza kama Josiah John Luoga, kama mwananchi wa mkoa wa Njombe. Ni kama ambavyo mimi ningepata madhira au ningeugua angekuja kunitembelea, kwa sababu si chama tawala. Kimsingi fahamu hilo, inabidi ni walezi kwanza, ni walezi wa vyama vingine vyote. Na ndio maana hata namna ya uendeshaji wa chama ndani ya nchi yetu, hakuna chama kinachoendeshwa kama Chama cha Mapinduzi. Ukiona kinasogelea kidogo kama Chama cha Mapinduzi, maana yake kimeamua kuiga taratibu na tamaduni za Chama cha Mapinduzi. Kusema hatukufikia makubaliano, hapana, hatukuwa na makubaliano yoyote. Ili mtu ajiunge na chama chetu ni lazima kwanza zielewe sera za chama chetu, miiko ya chama chetu, tamaduni za chama chetu. Akivutiwa nazo, basi sisi tunamkaribisha. Hata leo akiwa tayari anakaribishwa. Hata Tundu Lissu leo hii akitoka akiamua kuingia Chama cha Mapinduzi, tunamkaribisha, kwa sababu chama chetu kinalea, kinatunza na kinaheshimu mipaka ya mahusiano.